Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Karibu katika Book Story, mahali ambapo kurasa za maisha zinafunguka na kuanika siri nzito ambazo macho ya kawaida hayawezi kuziona. Sisi tunakuletea elimu kupitia mikasa ya kweli inayosisimua mwili na kuitikisa nafsi. Asanteni Waislamu. Uliwahi kujiuliza nini hutokea pale mwanadamu anapojaribu kuvuka mipaka aliyowekewa na Muumba wake? Nini hutokea pale shauku ya kutaka kujua siri za ulimwengu wa giza inapogeuka kuwa mtego wa mauti? Leo tunakuletea mkasa wa kijana Karimu. Kijana mcha Mungu, msomi na mwenye bidii, lakini kosa moja tu la kutaka kuujua ulimwengu wa majini lilimfanya afungue mlango ambao hakuwa na uwezo wa kuufunga. Alijikuta akivikwa joho la dhahabu kuzimu, huku akisubiriwa kuchinjwa kama kafara ili shetani mkuu apate njia ya kuingia duniani. Kutoka katika manukato ya ajabu ya jini Mahimuna hadi katika vilinge vya wachawi kijijini vilivyomgeuka mjukuu wao. Usiondoke. Dakika 5 zijazo zinaweza kubadilisha mtazamo wako kuhusu kila unachokiona, unachonusa na unachokisoma. Je, Karimu atanusurika au ndo mwisho wa nuru yake? Tega sikio. Huu ni mwanzo wa safari ya kuelekea kusikojulikana. Book Story, elimu kwa wote. Karibuni Book Story, subscribe hapo chini ili uwe na sisi. Karimu alikuwa kijana aliyejipambanua kwa akili na bidii ya kusoma vitabu vya dini huko jijini Dar es Salaam. Siku moja, akiwa katika maktaba yake ndogo, macho yake yalitua kwenye aya zinazoelezea ulimwengu wa viumbe wasioonekana, majini. Ndani ya moyo wake palizaliwa swali ambalo lilikuwa mwanzo wa anguko lake. Ikiwa viumbe hawa wapo na wana elimu kubwa, mbona tusishirikiane nao ili kuongeza maarifa yetu ya kumjua Mungu? Alimfuata shekhe mkuu msikitini na kumuuliza kuhusu siri ya viumbe hao. Shekhe alimtazama kwa huzuni na kumwambia, Karimu, Mwenyezi Mungu ameweka pazia kati yetu na wao kwa sababu usijaribu kuchungulia upande wa pili, kwani macho ya mwanadamu hayajazoea mwanga wa giza. Lakini Karimu, akiongozwa na kiburi cha ujana, aliamini anaweza kuwatawala. Siku hiyo ilikuwa ya Ijumaa. Karimu alijifungia ndani ya chumba chake. Alinunua mishumaa 3 mikubwa, akawasha udi wa gharama, olji, na kujipaka mafuta ya miski. Chumba kilijaa harufu nzito na moshi wa ajabu. Alianza kusoma aya kwa namna fulani ya kuvuta nguvu, summoning. Ghafla chumba kilipata baridi kali. Ile mishumaa ilizima kwa mpigo mmoja. Karimu alihisi uwepo wa kitu kikubwa chumbani, lakini hakuona kitu. Kumbe, kule kuzimu, katika ulimwengu wa rangi ya damu, mfalme wa majini alikuwa ameshamuona Karimu. Mfalme huyo, mwenye mbawa kubwa na pembe za dhahabu, alicheka kwa sauti ya radi, Kinyota, kuna mwanadamu amefungua mlango. Mahimuna binti yangu, nenda kampofushe akili yake. Siku chache baadaye, Karimu aliamua kusafiri kwenda kijijini kumuona bibi yake. Ndani ya basi, alikaa karibu na binti mmoja mrembo kupita kiasi. Binti huyo alikuwa na ngozi ya rangi ya chungwa, macho yenye mvuto wa ajabu, na harufu ya manukato yaliyomfanya Karimu asahau hata kutoa salamu za kawaida za dini. Naitwa Mahimuna, binti yule aliongea kwa sauti ya kuteleza kama asali. Karimu alihisi mwili wake ukisisimka, si msisimko wa kawaida, bali ni nguvu ya jini inayopooza mfumo wa imani ndani ya moyo wake. Walipofika kijijini, bibi yake Karimu, ambaye alikuwa mchawi mkongwe, alishituka. Alimuona mjukuu wake ameshikana mikono na kiumbe chenye kwato za ng'ombe na macho yanayowaka moto, ingawa Karimu aliona mwanamke mrembo tu. Usiku ule kijijini, bibi yake Karimu alitoroka kwenda kwenye kilinge chao cha wachawi. Alitaka kutoa taarifa kuwa ana sadaka Karimu, lakini walipofika rohoni kumchukua Karimu, wachawi wote walipiga magoti na kuanza kutetemeka. Mahimuna alitokea akiwa katika umbo lake la asili la kutisha. Huyu kijana ni wa kwetu, Mahimuna alinguruma. Yeye ndiye funguo tutakayemtumia ili baba yangu shetani mkuu aweze kuingia duniani na kutawala wanadamu. Wachawi walibaki vinywa wazi. Karimu alikuwa ameshasaini mkataba wa damu bila yeye kujua, kwa kuruhusu hisia zake kutawaliwa na Mahimuna. Asubuhi iliyofuata, Karimu alihisi uchovu mzito. Akiwa anakunywa chai, aliona ujumbe kwenye simu yake uliotoka kwa bibi yake, ambaye alikuwa anaogopa kusema naye uso kwa uso. Mjukuu wangu, ukikaa naye saa moja zaidi, roho yako itapotea milele. Karimu alitetemeka. Aligeuka kumtazama Mahimuna aliyekuwa bafuni anaoga. Kwa mara ya kwanza, Karimu alipata ujasiri wa kusoma dua ya ulinzi. Ghafla, milango ilianza kugonga na sauti ya Mahimuna ikabadilika kuwa ya kiume na nzito. Kinyota, umechelewa Karimu. Ulishatupa funguo kwetu. Karimu alijikuta amepotea katika msitu mzito.
kisha ghafla akajikuta katika ikulu ya giza. Palikuwa na viumbe wa ajabu wa kila nyama mbichi na kunywa damu. Karimu alikuwa amevikwa joho la dhahabu na kuambiwa yeye ni bwana arusi wa kuzimu. Alipojaribu kutaja jina la Mungu, alipigwa kofi la kiroho lililomfanya azimie. Lakini kule duniani, shekhe mkuu alikuwa akifanya maombi mazito, dhikri. Kupitia nguvu ya dua hizo, Karimu akiwa katika lile jukwaa la kafara kule kuzimu, alihisi nguvu ndani ya moyo wake. Alipiga kelele moja kuu, audhu billahi minash shaitani rajim, najikinga kwa Mungu dhidi ya shetani aliyelaaniwa. Ulimwengu ule wa majini ulianza kupasuka kama kioo. Mahimuna alipiga yowe la maumivu na kuteketea kwa moto wa kijani. Karimu alizinduka akiwa ufukweni mwa bahari, mwili wake ukiwa na makovu ya ajabu, lakini roho yake ikiwa huru. Baada ya Karimu kuzinduka kule ufukweni mwa bahari akiwa na lile joho la kafara, hakuwa Karimu yule wa zamani. Macho yake yalikuwa na wekundu wa ajabu na moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi. Alirudi mjini kwa shekhe mkuu ambaye alimfanyia maombi ya kumsafisha kwa siku 7 mfululizo. Lakini kule kijijini mambo yalikuwa yameharibika. Kifo cha kijini cha Mahimuna aliyeteketezwa na dua ya Karimu kilileta mtetemeko mkubwa. Bibi yake Karimu na wale wachawi wenzake walipata pigo. Mkuu wa wachawi kijijini pale, mzee mmoja mwenye jicho moja aitwaye Mzee Mvule, alinguruma, Kinyota, Karimu ametuaibisha. Amemuua binti wa mfalme wetu. Lazima damu yake imwagike kabla ya mwezi mwandamo. Siku 3 baada ya Karimu kuanza kurejea katika hali ya kawaida, alikuta barua mlangoni kwake. Haikuwa barua ya kawaida, ilikuwa imeandikwa kwenye ngozi ya mnyama na wino ulikuwa ni damu mbichi. Barua ilisema, Kinyota, ulikimbia kuzimu, lakini huwezi kukimbia kivuli chako. Tunakuja kukuchukua. Usiku ule Karimu alianza kuona maajabu. Akiwa amelala, alisikia sauti ya bibi yake ikimuita kwa huzuni, Kinyota, mjukuu wangu, nisaidie. Wachawi wananiua kwa sababu yako. Karimu alitaka kuamka na kukimbia kijijini, lakini shekhe mkuu alimzuia. Kinyota Karimu, hiyo ni sauti ya hatifu, sauti ya majini. Ukijibu au ukitoka nje umekwisha. 3. Vita ya Kilingeni, bibi dhidi ya mjukuu. Mzee Mvule aliamua kutumia mbinu ya mwisho. Alimchukua bibi yake Karimu na kumuingiza kwenye pipa la maji ya moto ya kichawi, akimlazimisha atume kivuli chake kwenda kumuua Karimu. Bibi huyo akiwa chini ya nguvu ya giza, alitokea chumbani kwa Karimu usiku wa manane. Safari hii hakuwa bibi mwenye upendo. Alikuwa na kucha ndefu na meno kama ya mbwa mwitu. Karimu aliamka na kukuta chumba chake kimejaa moshi mweusi. Karimu, ulikataa kuwa mfalme wa kuzimu, sasa utakufa kama mbwa, kivuli cha bibi kilisema huku kikimrukia kooni. Karimu alikumbuka maneno ya Sheikh, silaha yako si nguvu ya mikono, bali ni nuru ya moyo. Alianza kusoma aya ya Ayatul Kursi kwa sauti ya kutetemeka. Kila neno alilotamka, chumba kilikuwa kinapata mwanga mkali. Kivuli cha bibi kilianza kuungua na kupiga yowe, unisamehe mjukuu wangu, wamenilazimisha, kisha kikatoweka. Karimu alijua kuwa ili kumaliza vita hii, lazima arudi kule Kilingeni akavunje chungu cha kisasi. Akiwa na shekhe mkuu na vijana wengine wawili wenye imani kali, walifunga safari hadi kijijini usiku wa manane. Walipofika kwenye msitu wa giza ule ule ambapo Mahimuna alimpeleka mara ya kwanza, walikuta wachawi wamezunguka moto mkubwa. Katikati ya moto ule kulikuwa na sanamu ya udongo yenye sura ya Karimu. Mzee Mvule alikuwa akichanja sanamu hiyo na kusema, kufa Karimu. Shekhe mkuu alipiga takbira moja kubwa, Allahu Akbar. Wachawi walishtuka. Dunia ilianza kutetemeka. Mzee Mvule alitupa vumbi la kichawi hewani, kukatokea majini maelfu wenye sura za kutisha. Lakini Shekhe na Karimu hawakurudi nyuma. Karimu alijua siri sasa. Yeye ndiye aliyewafungulia mlango, na yeye pekee ndiye anayeweza kuufunga. Karimu alichukua maji ya dua na kuyamwaga kwenye kile chungu cha kisasi. Ghafla, ule moto wa wachawi ulizima na kutoa moshi mweupe. Mzee Mvule alipiga kelele na kuanza kugeuka kuwa mti mkavu, na wachawi wengine walikimbia huku na kule wakipoteza nguvu zao. Karimu alimkuta bibi yake akiwa hawezi hata kuongea, amechoka na nguvu za giza. Alimsaidia na kumwombea msamaha. Tangu siku hiyo, Karimu akawa mwalimu wa vijana, akiwafundisha kuwa elimu ya kweli ni ile inayokuleta karibu na Mungu, si ile inayokupa nguvu za siri. Alibadilisha jina la nyumba yake na kuiita Nyumba ya Nuru, na hakuwahi tena kuwasha udi au mishumaa kwa ajili ya kutaka kuona yasiyoonekana. Alijifunza kuwa dunia ya wanadamu ina utamu wake, na dunia ya majini ina siri zake, na ni kheri milango hiyo ibaki imefungwa. Unapofungua mlango wa giza, hata ukiufunga, kivuli chake kinaweza kukuandama. Unahitaji subra na toba ya kweli. Vita vya familia, wakati mwingine adui wa karibu ni yule anayekujua vizuri, kama bibi yake Karimu.
lakini imani haina upendeleo. Mwisho wa ubaya, hakuna nguvu ya giza inayoweza kushinda nuru ya kweli inapofika kwa wakati wake. Huu ndio mwisho wa mkasa wa Karimu hapa Book Story. Karibuni Book Story, subscribe hapo chini ili uwe na sisi.